Chama cha Mapinduzi CCM kimekanusha madai kuwa serikali yake imeshindwa kukabiliana na ongezeko la gharama za maisha pamoja na kuruhusu kuwasilishwa kwa bajeti ambayo haina matumaini kwa wananchi. Akizungumza katika mkutano mkubwa wa hadhara uliofanyika kwenye soko kuu la mjini Iringa, katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Bwana Nape Nnauye amesema madai yanayoenezwa na upinzani kwamba chama hicho kinajali zaidi matajiri na kuwaacha wanyonge wakiteseka sio ya kweli. Mwandishi wetu Malembeka anatuarifu zaidi. Bwana Nnauye amesema gharama za maisha duniani kote zimepandishwa na gharama za uzalishaji ambazo nazo amesema zimepanda kutokana na kupanda kwa gharama za nishati ya mafuta duniani, nishati ambayo amedai inatarajiwa kupanda zaidi mwezi Julai mwaka huu kutokana na mgogoro wa Marekani na washirika wake dhidi ya nchi ya Irani. Uzalishaji ukiongezeka gharama, bidhaa zinazozalishwa lazima bei yake iongezeke. Msingi wa kwanza wa kupanda kwa gharama za maisha na gharama za kuzalisha. Pia amekiri kuwa matatizo mengine yaliyosababisha mfumuko wa bei na kupanda kwa gharama za maisha ilitokana na uzembe wa serikali kama kuruhusu matumizi ya kiwango kikubwa ya fedha za kigeni nchini. Ilifika wakati ukienda kwenye hoteli kubwa unalazimika ulipe kwa dola za Kimarekani. Serikali ukiruhusu utaratibu huo, pesa yako inashuka thamani yake. Pesa ikishuka thamani, gharama ya maisha inapanda. Akizungumzia wanachama na baadhi ya makada wa chama hicho ambao wamekuwa wakihama chama chake, Nnauye amesema CCM bado ni imara kwa sababu inajua ilipo, inajua inachofanya na inajua inakokwenda, na kuwafananisha wanaokihama chama hicho kuwa ni oili chafu iliyokwisha matumizi yake kwenye injini ya gari. Ndio maana leo kila shughuli wanakamata kwa hapa oili chafu, hiyo injini tayari shanoki. Hata uwezo wa kuonyesha kidole hawana. Oili Jumamosi iliyopita akizungumza mjini Iringa katika mkutano wa hadhara, naibu kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni na naibu waziri kivuli wa fedha Zitto Kabwe amesema wataipinga bajeti iliyosomwa Alhamisi iliyopita kwa sababu haikuonyeshwa nia ya dhati ya kushughulikia matatizo ya wananchi ikiwemo kupanda kwa gharama za maisha. Mwaka jana wametoa vibali vya kuagiza sukari tani 200,000. Mfumuko wa bei umeongezeka mara 3 kutoka 6% mpaka 18%. Bei ya sukari ikapanda kutoka shilingi 1,700 mpaka shilingi 2,300. Mwaka huu wanarudia kutoa tena vibali vya sukari. Mawazo Malembeka, Star TV. Bodi ya ushauri ya masuala ya rushwa Afrika inakutana kwa wiki nzima jijini Arusha kuanzia Jumatatu hii ili kuandaa taarifa ya hali ya rushwa inavyowasilishwa katika mkutano wa wakuu wa nchi za Umoja wa Mataifa AU. Mkutano huo utafanyika mwanzoni mwa mwezi ujao jijini Addis Ababa nchini Ethiopia. Angelo Moleka ndiye mwenye habari kamili. Bodi hiyo pamoja na mambo mengine itapitia kwa mapana changamoto za rushwa katika nchi wanachama wa AU sanjari na kutathmini nchi moja moja katika maeneo yanayolalamikiwa mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na rushwa katika uwekezaji, huduma za jamii na matukio ya rushwa katika chaguzi na siasa ambayo yanatajwa kuwa chanzo cha migogoro barani Afrika. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Tanzania TAKUKURU Dr. Edward Hosea ametoa takwimu za kushtua zinazoonyesha hali halisi ya wizi wa fedha za umma katika nchi za Afrika ambazo hutoroshwa kila mwaka na kuhifadhiwa katika nchi zilizoendelea. Kiasi cha bilioni $148 US dollars kinachepuliwa kutoka Afrika kwenda nchi za ughaibuni kwa sababu ya rushwa. Kiasi hicho ni kikubwa sana. Kila mwaka 148 billion US dollars. Sasa unaweza kuona tatizo la rushwa katika Afrika. Na kama utakavyoona kule tunaita safe haven, yani kule ambako pesa zinapelekwa kama Switzerland na nchi mbalimbali. Kuna bidii kubwa sasa zinafanyika ili kuonesha kwa ili hizi fedha zirudishwe Afrika. Lakini bado kuna challenge kubwa. Mtakuwa mmefuatilia matokeo mbalimbali kama ya kesi za kina Abacha, kesi ya kwetu ya BAE
REDA. Haya ni mambo ya matukio mbalimbali yanaonyesha kiasi gani cha fedha kutoka Afrika kinapelekwa ughaibuni. Hata hivyo, mkurugenzi huyo amesema nchi zilizoendelea ambazo mabenki yake yanahifadhi fedha hizo zinawajibika katika kuhakikisha fedha hizo zinarejeshwa katika nchi zinakoibwa. Wakati huo huo, Dr. Hosea amesema kuwa wakuu wa nchi za Umoja wa Afrika katika mkutano uliopita waliteua jiji la Arusha, Tanzania kuwa makao makuu ya bodi ya ushauri ya masuala ya rushwa barani Afrika. Arusha ndio pamechaguliwa kuwa makao makuu ya board baada ya wakuu wa nchi za AU kutoa maamuzi yao katika kikao kilichopita kule Addis Ababa. Kwa hivyo ni vizuri wajumbe wa bodi waanze kuzoea kuja Arusha, kwa sababu ndio makao makuu ya hii bodi ya kupambana na rushwa katika Afrika. Na ni sema tu pia serikali yetu imeshatoa kiwanja kwa ajili ya kujenga hayo makao makuu ya hii board. Tunasubiri sasa budget ya kama serikali itakuwa imetenga kiasi gani ili tuanze kujenga hayo makao makuu ya hii board. Wataalamu mbalimbali wamealikwa kuwasilisha mada katika kikao hicho cha maandalizi ili kuwawezesha wajumbe wa bodi hiyo kupata uzoefu wa hali na mazingira ya rushwa katika nyanja mbalimbali, huku mtoa mada wa kwanza akiwa Mtanzania Jaji Augustine Ramadhani kutoka Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu. Angelo Mwaleka, Star TV.